ya 21 aya ya 8 nasema maneno haya: bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya ngapi? Mauti ya pili. Kichwa cha somo kinasema, kwa nini hawataingia mbinguni? Tusali. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa siku ya leo ya ibada. Tunaamini umetukusanya mahali hapa ukingali unalo neno kwa ajili yetu. Ninakusihi ruhusu neno hilo tukalisikie. Ipatie mioyo yetu nguvu ya kufanya maamuzi thabiti ya kuishi sawasawa na neno lako, kwa jina la Yesu, amen. Marafiki zangu, kitabu cha Ufunuo sura ya 21 ni kitabu kinachoeleza uzuri wa mbinguni. Na ukisoma sura ya kwanza inaeleza jinsi Yohana alipokuwa katika kisiwa cha Patmo akiwa peke yake ila si mwenyewe. Yaani walimtenga awe peke yake, maana ndio adhabu iliyokuwa ikionekana inayofaa kwa ajili yake. Maana serikali katili ya Kirumi iliamua kumuua Yohana, wakamweka katika pipa. Wanazuoni wanajaribu kusema ni pipa la mafuta, lakini halikuwa la mafuta, lilikuwa pipa la lami. Lami ikiwa inachemka kabisa. Yohana akatumbukizwa mle ndani ili afe, lakini Bwana akatenda muujiza, Yohana hakufa. Na baada ya kuonekana sasa kama tishio kwa serikali ya Kirumi, kila adhabu wanayopewa haitekelezeki, wakaona adhabu pekee iliyobaki ni kumtupa kwenye kisiwa cha Patmo ili awe peke yake huko afe. Walipompeleka Patmo, wanajua wamempeleka kufa, kumbe wamempeleka sehemu ya kupokea mafunuo ya mbinguni. Haleluya. Ujue kuna wakati wanadamu wanaweza wakasema tunampeleka pale kumficha, lakini kumbe ikawa ni sehemu ya wewe kukutana na Bwana. Ridhika na kila jambo ambalo Mungu anaruhusu lifike maishani mwako. Mengine ni machungu ila yana faida kubwa sana. Yohana akaonyeshwa jinsi mbingu ilivyo, na anaeleza akiwa katika roho. Anasema, nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimepita, wala hapana bahari tena. Na anasema katika mji wa mbinguni Bwana mwenyewe atafuta kila chozi katika macho ya watakatifu wake. Hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na maombolezo, hakutakuwa na kilio. Hapo ni furaha. Kifo adui yetu hata kuwepo tena. Haleluya. Ujue hilo sio somo langu, ila utayapata katika sura ya 21 ya kitabu cha Ufunuo, fungu la kwanza mpaka fungu la 7. Inaeleza jinsi mbingu ilivyo nzuri sana. Ninaamini mmesoma mafungu yale na mnajua uzuri wa mbinguni. Haleluya. Tunapojua uzuri wa mbinguni, leo tutagusia habari ya makundi ya watu ambao hawawezi wakaingia mbinguni na sababu zitakazowafanya wasiingie mbinguni. Nitaanza kuuliza maswali mawili ya msingi, na haya nitatamani uyajibu kwa kunyoosha mkono. Na kila swali mojawapo litakuhitaji kutafakari kwa kina sana. Swali la kwanza: kanisa watakatifu wa Mungu ni wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Haleluya Bwana. Kanisa lote limenyoosha mikono, wanatamani kwenda wapi? Na kuna kale kawimbo tunakaimba kwa furaha, natamani kwenda mbinguni, na ukikaimba watu wanafurahi. Swali la pili:
Hili laweza kuwa gumu kidogo na litakuhitaji utafakari zaidi, na pia utanijibu kwa kunyoosha mkono. Wangapi wako tayari kwenda mbinguni? Swali la kwanza lilikuwa linasema wangapi wanatamani. La pili nasema wangapi wako namna gani tayari? Wangapi wako tayari? Haleluya Bwana. Sasa acha niwape maana kuwa tayari kuna vigezo. Ujue wote, nitoe mfano rahisi ninaopenda kutumia nikifundisha hili somo. Wote tunatamani, nikiwauliza wangapi wanatamani kufika United States of America, wote tunatamani, si ndio? Lakini habari ya kuwa tayari hii inahusisha vigezo. Na nitakuuliza swali la kwanza, unatamani kwenda Amerika, una passport? Kama hauna, hauko tayari. Vigezo vimekutema. Unatamani ila hauko tayari, maana vigezo vimefanya nini? Haya, una passport. Swali la pili, una ticket tayari? Swali la tatu, si unakumbuka hivi karibuni Trump ameongeza vigezo kwa Watanzania na baadhi ya nchi za Afrika kuingia Marekani, na amesema ukienda pale kwa ajili ya utalii ama kwa ajili ya biashara, na mojawapo ya mataifa hayo ni Tanzania ikiwepo, alisema unapaswa kuweka bond ambayo ni kama dola za Kimarekani ambazo nilijaribu kuziconvert kwa pesa ya Kitanzania ni kama milioni 36 na point. Yaani ili uingie Marekani lazima uziweke bond na watakuruhusu kuingia. Ukitoka kwa wakati utarudishiwa fedha yako, ukichelewa ni faini, hiyo hela yako imechukuliwa. Unazo? Haya, yale matamanio yako haiba. Haya, kwa vigezo vya kwenda mbinguni, wangapi wako tayari? Marafiki zangu, ninataka nigusie habari za watu ambao tunaweza kuwa kanisani, tunaweza tukaimba sana na watu wakabarikiwa, tunaweza tukahubiri sana na watu wakabarikiwa, tunasiweza tukasimama kwenye vibweta tukahubiri kwa nguvu, watu wakasema haleluya, mtakatifu wa Mungu amesimama. Tunaweza tukasimama kama viongozi ndani ya kanisa, tukaliongoza kanisa likanyooka, tukasimama kama viongozi wa maidara yakanyooka, ila vigezo vya kwenda mbinguni vikatutema. Na leo nitawaambia baadhi ya makundi ambayo piga huwa garagaza, wasipobadilika, wasipotubu hawawezi wakaingia mbinguni. Ufunuo 21:8. Twende, kundi la kwanza ni akina nani? Twende pamoja watakatifu wa Mungu. Kundi la kwanza akina nani? Haleluya. Kanisa sasa tuko pamoja. Kundi la kwanza ni la akina nani? Waoga. Ujue hii ilinitia kwenye tafakari ya pekee sana. Ninatamani na wewe utafakari na ushtuke kama mimi. Nilishtuka nilipofikiri kwamba kwenye msafara wa kwenda motoni, aliyetangulia sio mchawi, aliyetangulia sio mzinzi, aliyetangulia ni mwoga. Hii inatafakarisha sana. Na ukifikiria hivi, tulishawahi kumvuta mtu ushirika kwa sababu ni mwoga? Yaani msafara wa kwenda motoni, aliyetangulia pale wa kwanza, kundi la kwanza ni waoga, sio mzinzi, waoga. Nikawa ninatafakari kwa nini waoga wawe ndio wa kwanza kwenda motoni. Nikagundua mambo yafuatayo. Waoga walishindwa kusema ukweli kama ulivyo kwa sababu ya sura za watu. Yaani walipoona ukweli, walipoona Pastor Manento amekosea, walipoona ni mchungaji, hapana, yule haingiliki bwana, acha endelee na mambo yake.
Waoga. Walipoona dunia namna hiyo ya watu waoga wasiosema ukweli, marafiki zangu, sikilizeni niwaambie, hakuna mbingu ya waoga. Hakuna mbingu ya walioshindwa kufanya maamuzi ya kusimamia ukweli kwa sababu ya sura za watu. Hakuna mbingu ya watu ambao walipotishiwa kufukuzwa kazi kwa sababu ya Sabato wakaamua kuchagua kazi na kukanyaga Sabato. Hakuna mbingu ya watu ambao walipopatwa na hofu ya maisha, kwamba maisha ni magumu na yanahitaji fedha, wakaogopa maisha, wakaamua kufanya biashara haramu ili wapate fedha. Hakuna mbingu ya namna hiyo. Hakuna. Waoga hawataingia mbinguni. Hata Waadventista wa Sabato, marafiki zangu, tuna ukweli wa neno la Mungu kabisa. Haya, hapa Tanga tumewafikishia ukweli. Bwana, hapa ingiliki hapa bwana. We, utapigwa, utatandikwa. Unakufa na ukweli shingoni wa neno la Mungu kwa sababu ya changamoto za kinini? Za kimazingira. Acha niwaambie tatizo lingine kubwa la waoga. Waoga tatizo lao kubwa ni hili. Pamoja na kwamba zaidi ya mara 405 ambayo Mungu alisema kwenye Biblia usiogope, niko pamoja nawe, wao waliona sio kitu. Waliona Mungu si wa kuaminika, ndio maana wakaendelea kuogopa na kumwacha Mungu pembeni na faraja yake ya kutokuogopa. Waoga hawataingia mbinguni. Na hapa ndipo ninapotafakari sana, kanisa, tutapataje kupona? Na tunao ukweli, tunakufa nao, hatusemi kwa ulimwengu. Na sikiliza nikuambie, uoga unaotajwa hapa sio ujasiri. Mungu hataki tuwe na ujasiri wa kikatili. Unajua kuna watu wanajua ujasiri ni ukatili. Yaani kuna watu wanajua ujasiri ni nini? Ni ukatili. Ninataka niwafundishe, niwaambie habari ya mfano wa ujasiri. Wako wapi akina Nathan ambaye baada ya Daudi kutenda dhambi akajitia ujasiri katika Bwana, kwa unyenyekevu mkubwa akamwendea Daudi, akamwambia Daudi, sikiliza nikuambie, kwa unyenyekevu wa moyo mfalme, ninataka nikuambie mfano. Hivi tajiri mmoja aliyekuwa na kondoo wengi, akawa na sherehe, akaenda akachukua kondoo wa masikini, akachinja kwa sherehe yake. Hivi tajiri huyu angefanywa nini? Daudi akajihukumu mwenyewe akisema angehitaji adhabu kali zaidi. Kamwambia, sikiliza nikuambie Daudi, huyo mtu ni wewe. Umetenda dhambi mbele za Bwana. Ninauliza kanisa leo, ni akina nani leo kanisani ambaye akiona dhambi natendeka kwa ujasiri na wa unyenyekevu mkubwa na maombi mengi moyoni, ataenda akieleza ukweli na kutaka mtu atubu? Ni mara ngapi? Au tumeishiana tu kunyoshana vidole? Pale hakuna kitu bwana. Hakuna kitu. Umemsaidiaje? Kwa moyo wa unyenyekevu umefanya nini kwa ajili yake? Sikiliza hiki Paulo anachosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume, kuna jambo ambalo ninatamani tuligusie hapa tukikimbizana na wakati. Kitabu cha Matendo ya Mitume 18 aya ya 9 na aya ya 10 nasema, Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Haleluya. Ni mara ngapi ulipata hofu ukanyamaza? Ni mara ngapi ulinyamazishwa ukaacha kusema ukweli kwa sababu ya fedha?
Ni mara ngapi ulipoitazama amani yako na jinsi ukweli unavyoweza ukasheki amani yako, ukaamua kuichagua amani yako kuliko ukweli? Ninataka niwatie moyo watu wa Mungu, wanaoenda mbinguni ni wale walio na ujasiri, ambao katika unyenyekevu mwingi na roho ya maombi, si roho ya mashindano, si roho ya kukandamiza, si roho yenye jeuri ndani yake, ila kwa unyenyekevu na kwa maombi mengi wataeleza ukweli kwa ulimwengu. Haleluya Bwana. La sivyo, bado mbingu zitakuwa za kufikirika kwa watu kama hao. Ni mara ngapi umesimama na kusema ukweli? Ni mara ngapi umeshindwa kufanya maamuzi thabiti ya kufuata ukweli kwa sababu ya hofu za maisha na fedha? Kanisa limenyamaza sana. Twende kundi la pili. Kundi la pili ni akina nani? Kundi la pili ni akina nani? Wasioamini. Wasioamini, kosa lao kubwa walilofanya hawa, pamoja na kwamba wameisikia injili na wamejua injili ni ukweli wa neno la Mungu unaoleta wokovu, ila wakachagua kutokuamini, wakaamua kufanya yale wanayoyajua na si kufanya sawasawa na injili. Hawa nao hawana nafasi katika ufalme wa Mungu, maana ambaye ni mfalme mbinguni ndiye ambaye mwenye injili, na kama hawajamuamini watakaje naye meza moja? Wasioamini. Kundi la tatu. Kundi la tatu. Kundi la tatu. Yes, tunaenda pamoja. Kundi la tatu ni la wachukizao. Wachukizao hawa na wenyewe kidogo wanafanana na wale wasioamini. Yaani hawa wanajua ukweli kabisa, ila wana maisha ya janja sana. Yaani mambo yao ni ya yaani ni ya chini chini. Kwa lugha ya leo tunaweza tukasema watu wa madili haramu. Yaani anajua kabisa kufanya biashara haramu ni dhambi, ila yupo kanisani na anazipiga chini kwa chini. Wanajua ukweli ni upi, lakini kwa siri wanachomoka kufanya mambo ambayo hayaendani na misingi ya kanisa. Na hao tunao leo makanisani. Wapo. Na tunaimba tunaenda Sayuni. Marafiki zangu, tumeokolewa kwa neema, ila tunahukumiwa kwa matendo. Neema sio itakayo hukumu. Kitakacho hukumu ni matendo. Neema inaokoa ili utende mema, na hayo matendo ndio yanayoletwa hukumuni. Unatenda nini? Unapokuwa gizani, unapokuwa mahali ambapo hakuna washiriki wenzako wakana, unafanya nini? Wachukizao hawawezi wakaingia mbinguni. Twende kundi linalofuata. Wauaji. Na hapa ninaomba niweke kakituo kidogo. Wauaji wao kosa lao kubwa ni moja tu. Uhai ni zawadi ambayo hakuna anayeweza kuitoa isipokuwa Mungu peke yake. Na Mungu peke yake ndiye anayeweza kurudisha uhai, ila mwanadamu hana uwezo huo, na ndio maana hatakiwi kuutoa. Kwa hiyo unapotoa kile ambacho hauwezi kukitengeneza, hauwezi kukirudisha, ni dhambi. Yaani pamoja na hivyo, Mungu amekataza katika amri ya 6, usiue. Na leo tuna watu ambao wameua, wengine wameshiriki njama za mauaji. Na hili huenda likakushtua zaidi. Kitabu cha Yohana, fungua pale haraka pamoja. Kitabu cha Yohana sura ni Yohana wa kwanza. Ni Yohana wa kwanza sura ya 3 aya 15. Sura ya 3 Yohana wa kwanza
aya 15 neno la Bwana linasema, kila amchukiaye ndugu yake ni nani? Kanisa, kila anayemchukia ndugu yake ni nani? Ni muuaji. Na ninyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kwa hiyo marafiki zangu, wauaji na wenye chuki ni kundi hili. Habari za asubuhi. Aliyeua akashika damu ya mwenzake na mwenye chuki moyoni mwake, Biblia inawaweka kundi moja. Ni mara ngapi tumekuwa na chuki dhidi ya washiriki wenzetu? Na sikiliza nikuambie, wengine wakaweka na viapo, yule sitamsalimia maisha yangu yote. Ninataka nikupe habari mbaya. Hauna mbingu. Hakuna. Kwa nini? Wewe ni muuaji. Na bahati mbaya kwako ni hii, hauwezi ukashtakiwa kisheria, na wala hata kanisani hatutakufuta ushirika, ila mbinguni hauja qualify kuwa raia wa ufalme wa mbinguni. Shuki, wewe unahesabiwa kundi moja na muuaji. Na leo tuna washiriki wa namna hiyo. Tunasema tunaenda mbinguni, lakini ukimpa yule sitakanyaga kwake. Ninakumbuka rafiki mmoja ambaye yeye alipoteza kabisa, maana nilimhurumia. Alisema yeye fulani ambaye alinikosea, hata akikanyaga kwenye msiba wangu nitainuka nimpige makofi. Nikamwambia, ndugu yangu, Mungu akusamehe, maana hata unalolisema ufanye nini? Wewe ni muuaji, hata na mbinguni hauendi. Wengine wanasema nikimuona anaenda mbinguni mimi nashuka. Usikazane hata kushuka, hauendi. Unashukaje wakati hauendi? Maana Biblia inasema, marafiki, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Na ninyi kanisa mnajua wauaji hawana uzima wa milele. Na Ufunuo inasema wauaji hawana uzima wa milele. Ni mara ngapi tumeishi tukiwa na chuki kati yetu? Ni mara ngapi tumeishi tunazunguka tu hatusalimiani? Ni mara ngapi tumekaa hata kusema fulani yani natamani hata afe? Marafiki zangu, unajua roho inayokusukuma kusema hivyo ni ya nani? Unajua hiyo roho? Wauaji hawana mbingu. Ninasikitika kwa sababu hayo mambo leo yameonekana ya kawaida sana. Na tunasimama tunahubiri, kumbe tuna chuki na watu. Tunasimama tunaimba, kumbe tuna chuki na watu. Wanakwaya, Bwana asifiwe. Na mimi ni mwanakwaya mwenzenu. Tena niliwahi kuwa mwalimu wa kwaya. Akiimba solo, si hata kaanguke hapo kazimie. Chuki. Sikilizeni niwaambie watakatifu wa Mungu, hakuna mtoto wa Mungu atakayeonja mbingu kama ana chuki na hajaitubia na kuacha. Hakuna. Mbingu hatuendi sio laissez-faire. Ni ya vigezo, na ni lazima ufikishe vigezo. Ninawatia moyo, kama kuna mtu unachuki naye, patana naye kwa jina la Yesu uende mbinguni. Maana bila hiyo utaimba habari za mbinguni, utaomba Baba wa mbinguni ufalme wako uje, utahubiri habari za uzuri wa mbinguni, lakini hautaukanyaga. Haya, kundi linalofuata. Na hili mlitaje tu vizuri, maana ndilo tunalofutia washiriki wengi sana. Ni la kina nani? Wazinzi. Na kwa nini wazinzi hawatakanyaga mbinguni? Hawa walifeli tu mahali pamoja. Walishindwa kuiheshimu taasisi takatifu ya Mungu. Wakaamua kufanya vile ambavyo Mungu hakutaka mambo yafanyike.
Na sikiliza nikuambie, leo uzinzi umeonekana kuwa jambo la kawaida sana kwa wanadamu. Limeonekana kuwa jambo la kawaida. Usipojihusisha na hayo mambo unaonekana kama mshamba. Ninataka niwaambie marafiki zangu, wazinzi hawataingia mbinguni wasipotubu na kuacha. Na hata hivyo, Methali inasema azinie na mwanamke hana nini? Hana akili. Namna gani? Kabisa. Malizia kale kaneno kabisa. Yani mjinga wa mwisho kwenye Biblia ni mzinzi. Yani kiwango cha Biblia cha kupima upumbavu, ujinga, ni kwenye uzinzi, sio kwenye vyetu ulivyo navyo. Na ndipo utagundua kwamba leo tuna maprofesa wajinga wasio na akili, kwa sababu ni wazinzi. Mara kadhaa hata wachungaji wajinga wasio na akili, wazinzi. Mara kadhaa hata wahubiri wajinga wasio na akili, wazinzi hao. Mara pengine hata waimbaji, mara pengine hata wanaoshika vitakatifu vya Bwana wajinga, kwa sababu ya uzinzi. Wameshindwa kuiheshimu taasisi takatifu ya Mungu. Leo tazama jinsi ndoa zinavyovunjika kwa sababu ya uzinzi. Tazama jinsi ambavyo maadili yanaporomoka, yanaharibika kwa sababu ya uzinzi. Tazama jinsi ambavyo jamii imeenda mbali zaidi kwa sababu ya uzinzi. Marafiki zangu, wazinzi hawatakanyaga mbinguni. Full stop. Haya, kundi linalofuata. Akina nani? Wachawi. Marafiki zangu, hili neno wachawi lililoandikwa hapa Kigiriki linaitwa pharmakois, ambalo linamaanisha dawa za kichawi, uchawi wenyewe, lakini na wanaotumia dawa za kulevya na miujiza ya kichawi. Rafiki zangu, ujue hakuna kitu kinachoitwa mganga wa kienyeji. Si unajua hakuna hicho kitu? Yule ni mchawi kabisa. Sema tu kacheo kake kamefanyiwa sugar coat, yani kamewekewa jina zuri, mganga. Ni mchawi yule typical. Na wapo washiriki wanaenda kwa waganga. Wapo wengine wana vimizizi. Mmoja yeye Mungu aliamua kumumbua, maana alikuwa shemasi. Anakusanya, kumbe amefunga lihirizi kiunoni. Mara ngapi asisogeze sadaka mbele likakatika likadondoka mbele ya kanisa? Uchawi. Na hao washiriki waone tu hivi, siku likutokea hilo huko hapa mbele utashangaa tu. Yani watu wananena ila hauoni anenena ni nani na haujui ananena nini. Simshawahi kusikia hiyo kitu. Yaani watu wako yaani anayenena haumuoni na kwamba ananena nini hauoni. Yule mama aliaibika mpaka alizimia kanisani. Ana akisema jamani, sio la kwangu, kila mtu anamuona ndiye limeanguka pale tunaona. Marafiki zangu, wachawi hawana mbingu. Ujue kwa nini? Mungu ametoa tangazo la uadui kwamba adui wa watu wa Mungu si mwanadamu zake, ni shetani. Lakini wachawi hawa wameamua kushirikiana na adui ili kutesa watoto wa Mungu. Wamemuona Mungu yani kama vile hawezi, wakaenda kuomba msaada kwa adui. Hawana mbingu. Na tunawashiriki kwenye biashara zao, wameweka hayo mambo. Yani anaamini asipofanya kakitu hafanikiwi. Yani watu na akili zao, unakalishwa kwenye kigoda unachapwa mikia ya ng'ombe. Umepeleka wapi akili, mtu wa Mungu? Mtu na akili zako. Ujue nilistajabu sana siku moja maeneo ya nyumbani kwetu ninapoenda kumalizia. Kulikuwa na mto fulani mkubwa sana, tulikuwa tunapita kwenye huo mto. Nikaona gari kali miaka hiyo nikiwa mdogo, ukiona Prado kali
imepaki pembeni ya barabara mtoni. Kasema sasa huyu naye mbona amepotea njia, amekuja kufanya nini huku mtoni? Kuangalia ng'ambo ya mtu, ninaona libaba lizima na kitambi chake kikubwa, hata hivyo halina, limekalishwa kwenye jiwe katikati ya mto. Alafu mama mmoja mchawi, maana mganga wa kienyeji marafiki zangu ni mchawi. Mama mmoja mchawi anamzunguka, anachovya majani kwenye maji, anamchapa mgongoni. Huyu mtu wa Mungu amepeleka wapi akili? Na ndio mambo watu wa Mungu wanaona hayo ndio yenyewe. Rafiki, unateswa na mbingu haukanyagi. Haukanyagi. Huo ndio ukweli wa neno la Mungu. Wachawi hawana mbingu. Hapo ni pamoja na washirikina, ni pamoja na waganga wa kienyeji, pamoja na wanaotumia nguvu za kichawi kufanya miujiza ili kutesa watoto wa Mungu. Hawana mbingu. Twende kundi linalofuata. Wanaoabudu sanamu. Hili linaeleweka rahisi kabisa. Mara pengine kuna watu hata maduka yao ni sanamu. Mara pengine kuna watu hata biashara zao ni sanamu. Kwa nini sanamu? Kwa sababu zimepewa nafasi ya Mungu. Chochote kile unachokipatia nafasi ya Mungu ni sanamu. Maana yake zaka ni ya nani? Zaka ni ya nani? Ikienda tumboni, maana yake Mungu wako ni nani? Sasa si mjibu rafiki zangu, hiyo haihitaji hata ufikirie sana. Yaani hiyo haihitaji hata uwe na diploma marafiki zangu. Zaka ni ya Mungu. Maana yake popote inapoenda imeenda kwa nani? Wewe ukila zaka, maana yake Mungu wako ni nani? Ukaipeleka zaka ikamlipia mtoto ada, maana yake Mungu wako ni nani? Full stop. Yaani huo ndio ukweli wa mambo. Sanamu hawana mbingu. Haya, kundi lingine. Hili ndilo la mwisho. Na kwa sababu ndilo la mwisho tunamaliza hapa. Kundi la mwisho ni akina nani? Sasa hebu malizia na kale kaneno ka mwisho, kana maana kubwa sana. Waongo wote. Usipomalizia hiyo wote, haujamaliza hilo fungu vizuri. Haujatendea hilo kundi haki. Waongo wote. Kwa nini inasema waongo wote? Hapo kuna wasingiziaji. Unajua wasingiziaji nao ni waongo. Hapo kuna wachonganishi. Unajua na wale ni waongo. Hapo kuna matapeli. Unajua na wale ni waongo. Hapo hili linaweza kuwa baya kidogo. Kuna wambea. Kanisa, haleluya. Ule nao ni uongo. Waongo wote pale kale kaneno kanasema of the same kind. Yani wote wenye tabia zinazoendana na uongo. Ukisema ni uongo, si uongo, ila una element vya uongo, ni uongo. Na kwa kweli kwa hili marafiki zangu, sijui tutaponaje. Hivi wewe maongezi yako kwenye simu yako? Niko hapa tu jirani hapa. Ila unapita huko Kange Kasera huko ila unasema niko tu hapa jirani na Kana. Nisubiri hapo dakika 3. Ila kwa kweli hata ungepewa lisaa usingefika. Kuna mambo yangu ninayasikilizia siku 2-3 hizi. Yapi umeyatega lini? Sema ukweli. Yani maana yake marafiki zangu, tunapomaliza somo la leo, mbinguni hatuendi kwa kutamani. Mbinguni tunaenda kwa vigezo. Na atakayeingia mbinguni ni yule aliye meet vigezo vya Mungu. Hakuna kupunguza standards Mungu alizoziweka. Haya, turudie lile swali letu la pili. Wangapi hata sasa wako tayari kwenda mbinguni? Usije ukanyoosha mkono sana ukaingia tena kwenye kale kakundi ka uongo. Usije ukapambana sana ukashangaa unaingia tena pale. Ila ninachotaka kusema ni nini? Marafiki zangu,
Na haya makundi yote tunayo kanisani ujue. Unaweza nikahubiri lakini kumbe ninaanguka kwenye kundi mojawapo la namna hiyo. Ninaweza nikaimba vizuri sana na nikiimba watu wakabarikiwa wakasema haleluya, Bwana ana muimbaji, Bwana ana mhubiri, lakini ninaangukia hapo. Ninaweza nikawa kiongozi, nipo ndani ya kanisa, miaka nenda rudi, nimezaliwa humu, nikakuwa humu kanisani, lakini nipo kwenye kundi mojawapo. Na sikilizeni niwaambie marafiki zangu, mbinguni tunaenda kwa vigezo. Tumeokolewa kwa neema, tunahukumiwa kwa matendo. Maana kuna watu wanajifariji, Bwana ninatenda tu maana neema ya Mungu ni kubwa. Marafiki zangu, neema ina kazi yake. Kazi yake ni ya kuokoa, sio ya kutoa favor ya hukumu. Hapana. Tunapohitimisha ibada ya leo, huenda umeona upo kundi mojawapo namna hiyo, na umegundua kwamba hakuna mwenye tabia hiyo anayeweza kuingia mbinguni. Sasa ni kitu gani tunaweza tukakifanya? Biblia bado ina majibu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Neno la Mungu, kitabu cha Mithali, neno la Mungu linasema maneno haya. Kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 13, na fungu hili litakuwa ni fungu litakalo hitimisha ibada yetu mchana wa leo. Mithali sura ya 28 aya ya 13, neno la Bwana linasema, afichaye dhambi zake atahukumiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Haleluya. Huenda ukatazama na kutafakari maisha yako. Upo kwenye kundi miongoni mwa makundi haya. Unafikiri hivi kweli ndio mbingu mimi basi nimekosa? Bado nafasi unayo ya leo. Kanuni ni mbili: ungama na kuacha, utapata rehema. Haleluya. Sio ungama alafu uendelee. Ungama na kuacha. Ninawatia moyo watakatifu wa Mungu, atakayeenda mbinguni ni mdhambi aliyeungama na kuacha akafanywa mavazi yake kuwa meupe, ndiye atakayeingia. Ila ukiungama na usiache, hiyo ni dhihaka mbele za Mungu. Ndio maana ninaita mchana wa leo, ni nani kati yetu anasema na mimi nikiwemo? Maana hata na mimi ni mwanadamu wa kawaida sana, ambaye mara kadhaa ninaweza nikarajaribiwa nikatenda dhambi. Ni nani miongoni mwetu si kwa moyo wa kutazama kutano, ila kwa unyenyekevu wa moyo na tafakari ya pekee anasema, nikiyachunguza maisha yangu ninaona kwa kweli ninahitaji rehema ya Mungu. Ninatamani katika ibada ya leo niwe na maungamo mbele za Mungu wangu. Mungu anisaidie niache tabia hii, anisaidie nitoke kwenye kundi fulani. Kama ni ombi lako, simama pamoja nami. Simama pamoja nami. Nitoe wito wa pili. Kama upo katikati yetu, unatamani kubatizwa siku ya leo ama siku yoyote kuanzia sasa,